Techno Image Limited ni kampuni ya kizalendo ya hapa Tanzania yenye uzoefu wa miaka zaidi ya 20. Ni mkandarasi na mtaalamu wa kuunganisha mifumo ya kielektroniki katika nyanja 3 za mawasiliano ya kielektroniki ambayo ni vifaa vinavyohusiana na usalama, yani security systems, mawasiliano ya biashara, business telecommunication, na mifumo ya vipaza sauti na muonekano, yani audiovisual systems. Ni wataalam katika kubuni, kujenga, kufunga na kudumisha mifumo ya kielektroniki katika eneo lote linalohusiana na tehama, yani ICT, kwa kutoa ufumbuzi katika kurahisisha biashara, kuwezesha mawasiliano ya ufanisi na kufanya teknolojia kufanya kazi iliyokusudiwa katika kusaidia ufanisi katika nyanja ya habari na mawasiliano. Teknolojia ya habari na mawasiliano, yani tehama, imekuwa ikibadilika kwa kasi katika soko la dunia. Hii imebadili kabisa ufanisi, usalama na muunganiko wa biashara kielektroniki na kurahisisha biashara kuwasiliana kiurahisi na kwa ufanisi zaidi katika maeneo mbalimbali ya taasisi na majumbani. Kwa kutambua hilo, kampuni ya Techno Image Limited imejikita katika kukidhi mahitaji ya soko la Tanzania, lengo kuu likiwa kurahisisha na kuleta ufanisi kwa kutumia mifumo ya kielektroniki kulingana na mabadiliko ya teknolojia katika maeneo ya mawasiliano ya biashara, mifumo ya sauti na muonekano na usalama. Mikidadi Hamza ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Techno Image Limited. Anaanza kwa kuielezea kampuni hiyo na kazi kuu 3 ambazo kampuni yake imekuwa ikizifanya katika kuhakikisha mawasiliano ya biashara, ulinzi na usalama unakuwepo wakati wote kwa wateja wake, huku swala zima la teknolojia ya kisasa likizingatiwa. Ni kampuni ya Kitanzania ambayo imeanzishwa na wazawa na ni mkandarasi na mtengenezaji vile vile wa vifaa vya kielektroniki. Mkandarasi grade 1 na Contractor Registration Board, na vile vile tumesajiliwa na Mamlaka ya Mawasiliano ya Tanzania kwa ajili ya kujenga na kusambaza vifaa vya kielektroniki. Kampuni yetu sehemu 3 tumejikita. Sehemu ya kwanza ni vifaa vinavyohusiana na usalama, tunaviita security systems. Sehemu ya pili tunajihusisha na vifaa vinavyohusiana na mawasiliano ya kibiashara, tunaita business communication. Na sehemu ya 3 ni vifaa vinavyohusiana na mifumo ya vipaza sauti na muonekano au audiovisual systems. Kwa mfano, unapokuwa unazungumzia mifumo ya usalama, ni kwamba inatakiwa ujue ukiwa kwenye jengo lako au kwenye sehemu yako ya biashara, nani anakwenda wapi, anaingia nani, anatoka vipi, anakwenda vipi. Tunapozungumzia mifumo ya business communication, ni kwamba kompyuta zinatakiwa katika biashara ziunganike, zizungumze, printer mshare. Kwa hiyo vile vile wakati unapozungumza mwenzako pia anatakiwa apate faili lako ili muweze ku exchange, kwa sababu mnafanya kufanya biashara. Na vile vile tunapozungumzia mifumo ya vipaza sauti, tunazungumzia mifumo ambayo ni public address, kwamba kwenye boardroom, ofisi zote zina boardrooms, mnazungumzaje kusikilizana, mnaziarchive vipi zile mazungumzo yenu, mnayarekodi, mnayaweka wapi. Kwa hiyo vitu kama hivi vyote vinakuwa supplied na Techno Image ili kuweza kurahisisha utendaji kazi kibiashara. Kitu gani kilipelekea waasisi hao ambao wote ni wazalendo kuona umuhimu wa kuanzisha kampuni ya Techno Image Limited ambayo imejikita kwenye nyanja 3 za mawasiliano ya kielektroniki ambazo ni vifaa vinavyohusiana na usalama, yani security systems, mawasiliano ya biashara, yani business telecommunication, na mifumo ya vipaza sauti na muonekano, yani audiovisual system? Mkurugenzi wa uendeshaji na usimamizi wa miradi kutoka kampuni ya Techno Image Limited, Salim Mongi, anaelezea. Hizi vitu vyote vilikuwa vinafanyika na makampuni ya nje. Inapokuja kwamba unataka mtambo wa simu, lazima uitoe kampuni nje ndio yenye kufanya mtambo wa simu. Ukitaka utengeneze miundombinu ya mawasiliano, lazima utoe kampuni nje. Ukitaka uviunganishe vyote, mtambo wa simu, miundombinu ya mawasiliano pamoja na security na nini, kampuni ambayo walikuwa ni system integrators ni kutoka nje. Sasa sisi ndio tukaona tutengeneze kampuni na
na tuinvest kwenye Watanzania maengineer local, kuwapeleka shule na kuwapa hiyo technology na kuinvest kwenye skill, ili tusihitaji mtu kutoka nje, japokuwa solution zetu zote zinatoka nje, Uingereza, Marekani na Ulaya huko na nini, lakini wanaofanya haswa ni Watanzania, hamna mgeni hata mmoja. Mhandisi Cuthbert Pendaeli ni mmoja wa wataalamu katika kampuni ya Techno Image Limited ambayo ina uzoefu wa miaka 20 sasa tangu kuanzishwa kwake. Anaanza kwa kuelezea ni kwa namna gani Techno Image wamebobea kwenye mawasiliano ya biashara, yani business communication, na mifumo ya kiusalama, yani security systems. Katika biashara au jengo, kitu kimojawapo la msingi kabisa ni mawasiliano ya ndani ya jengo na jinsi mnapowasiliana nje, na kitu muhimu katika vyote hivyo ni ile miundombinu ambayo imewekwa katika jengo husika. Katika miundombinu tunamaanisha nini? Tunazungumzia zile nyaya ambazo zimetandazwa ndani ya jengo, na vile vile tunazungumzia vifaa vya tehama ambavyo vinaendana katika hiyo taasisi au kampuni, ambavyo vinasaidia vile vile katika ufanisi wa kazi za kila siku. Kuweza kufanikisha hayo mawasiliano ndani ya jengo au kampuni, kama nilivyoelezea kwamba kuna kebo ambazo zinakuwa zinawekwa, hizo ambazo zinazungumzia miundombinu, na miundombinu hiyo vile vile inajumuisha mitambo ya simu, kompyuta, fax, machine, printers. Siku hizi kuna wireless devices zipo kwenye majengo na maofisi. Vile vile kuna video conferencing equipment. Sasa vyote hivi kuweza kuwasiliana na waweza kutumiwa na watu, vinahitaji hiyo infrastructure au miundombinu ambayo tumeizungumzia. Na sisi kama Techno Image tumebobea katika kutengeneza hiyo miundombinu kwa ajili ya product zote au matumizi mbalimbali yanayohitajika kwa ile biashara au kampuni husika. Upande wa CCTV, hii ni mfumo wa kufunga kamera ambazo zinachukua matukio ya eneo husika. Na hizi kamera zina uwezo mbalimbali, kuna kamera za aina tofauti. Zingine zina inbuilt analytics, zinaweza kutambua mtu ameacha mzigo, zinaweza kutambua mtu amekwenda kwenye direction ambayo hatakiwi. Kwa mfano, wote katika njia hii tunatakiwa tuende kushoto, mtu ameonekana amekwenda kulia, inaweza katoa tahadhari au alert kwa watu ambao wanaangalia. Kwa hiyo product ya CCTV vile vile ina product tofauti nyingi ambazo kutokana na mahitaji ya mteja tunaweza kumpatia ile solution ambayo inamfaa. Tuna uwezo vile vile wa kucentralize kwamba mtu aliyepo mbali au ana maamuzi ya kufanya kutokana na kitu kilichotokea, akipewa taarifa anaweza akaangalia hapo akachukua hatua husika. Mfumo hii ambao tumefunga ni kwamba una uwezo wa kuwa na command center sehemu moja ambako matukio yote yanayoendelea yanaonekana mubashara, na alafu vile vile wanaweza wakawa wamehifadhi yale matukio kwa ajili ya kuweza kuangalia baadaye kama kuna tatizo lolote au kama uchunguzi unaohitajika. Mtaalamu huyo anaendelea kwa kuelezea teknolojia mpya na ya kisasa ya Numetric System ambayo Techno Image Limited imekuwa kampuni ya kwanza kuingiza hapa nchini, na imeonyesha ufanisi mkubwa katika utendaji wake wa kazi, ambao kwa sasa mfumo huo
umefungwa katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo jijini Dodoma. Kawaida mtu anatembea, inachukua muda mrefu kufikisha ile sampuli maabara, lakini mfumo huu unaopeleka ile sampuli kwa uharaka. Sio hiyo tu kuhusu spidi, vile vile na zuia contamination ya zile sampuli. Mtu anaweza kubeba kwa mkono, anapita sehemu nyingine, anaweza kucontaminate ile sampuli na vitu mbalimbali, lakini inapokuwa katika huu mfumo inakuwa kwenye carrier ile ambayo iko protected. Ile sampuli inatoka kutoka theater au wodini kwa mgonjwa iliyochukuliwa na daktari kupelekwa mpaka maabara. Vile vile kama inahitajika dawa kutoka pharmacy ambazo zinahitajika kwa mgonjwa wodini, zinachukuliwa kwenye mfumo huu na wekwa kwenye carrier, inapelekwa kwa uharaka kufikia wodini aweze kupewa mgonjwa. Mfumo huu unaweza kutumika kwenye industry zingine, sio tu hospitalini. Kwa mfano kwenye mabenki, viwandani, kwenye maduka. Hapa tupo katika aina mojawapo ya station katika mfumo wetu wa pneumatic tube system. Station hii ina uwezo wa kutuma carrier na kupokea carrier. Hii ndiyo carrier ambayo tulikuwa tunazungumzia, ambapo sampuli inaingizwa humu ndani. Na kuhakikisha ufikaji salama wa sampuli bila kuwa na matatizo yoyote, kuna mfuko maalum wa kuwekea kama zile test tube na aina mbalimbali zingine za sample ambazo zinachukuliwa kutoka kwa wagonjwa au watu. Natumbukizwa humu kwenye mfuko, unafungwa vizuri, na anatumiaje senda na tumbukiza kwenye carrier yetu, anafunga carrier, anakuja hapa, anaingiza destination ya sehemu anataka kutuma hii carrier yetu. Kwa urahisi wa watumiaji tofauti mbalimbali, kwamba wamewekewa pia na address za destination ambako wanatakiwa kutuma. Kwa mfano kama hii anataka kutuma kwenda medical ward ya wanawake ambayo iko ghorofa ya pili, ambayo ni station address 2225. Kwa hiyo ataona kwamba mfumo wetu unamuonyesha kwamba sasa hivi system iko katika tayari kwa kutumiaji, na hapa unaonyesha address ambayo ni destination ambayo nataka kutuma. Kwa hiyo ataingiza address yake 2225, na akishaingiza tu hiyo address itamuonyesha kabisa kama inatuma kwenda kwenye medical ward female, ambako nataka kutuma huo mzigo wake. Ataingiza carrier hapa, anaingiza carrier hapa. System inaanza na check address, inakuonyesha kwamba address iko sahihi na kwamba sasa hivi zone iko busy inafanya huyo kazi. Kwa hiyo hapa sasa hivi kule kwenye zone master ina align hizo njia nzima kuja kuvuta. Hapo carrier yetu imeondoka, imeshatumwa kwenda kwa mpokeaji. Mfumo wa pneumatic uko haraka, ukitumwa sampuli inakuja kwa uharaka zaidi. Lakini pia inapunguza uhitaji wa manpower, kwamba ni lazima awepo mtu wa kuja huku. Sasa mtu anaweza kaendelea na shughuli zingine kwenye sehemu yake ya kazi, lakini akaukomandi mfumo ukaweza kuleta hizo sampuli. Lakini pia huu mfumo ni unasaidia pia kwa wataalamu wa maabara kwa ajili ya kutuma information mbalimbali kwenda wodini. Aidha form fulani inatakiwa kujazwa wodini, kwa hiyo tunautumia mfumo kwa ajili ya kutuma hizo form. Tunapaki kwenye container, alafu then tunaituma kwenye sehemu husika, alafu form inakuwa imejazwa na inarudishwa kwa mfumo huo pia. Mfumo huo kweli ni mzuri, ukiacha ile ya kuleta manual, kwamba watu wanaleta wao wenyewe kutoka kwenye sehemu mbalimbali. Sisi tumeanza kutumia mfumo huu wa pneumatic tube system mwaka 2019 mwezi Machi. Tangia tumeanza kutumia mfumo huu tunakuwa tunapata changamoto mbalimbali na kutoka kwa watumiaji, na sisi lengo letu kama watu wa TEHAMA ni kuhakikisha mfumo unarani bila kupata matatizo yoyote. Kama tunavyojua mifumo yote duniani ili iweze kusurvive inahitaji support. Kwa hiyo sisi ni kama first level support. Kwa hiyo kwa changamoto ambazo tunakutana nazo sisi zikiwa beyond kwetu, tunawaconsult kampuni ya Technoimage, na wao wamekuwa ni watu wana respond kwa haraka zaidi. Bwana Katamba Emmanuel Katamba ni mmoja wa wahandisi vijana ndani ya kampuni ya Technoimage Limited. Anaelezea mfumo mwingine wa kuhakiki usalama
ambao kampuni hiyo imekuwa ikifunga kwa wateja wake. System hii ya UVSS au Under Vehicle Surveillance System, kazi ya hii system ya security ni kudetect au kuchunguza gari kama ina kitu chochote cha mlipuko chini ya gari. Kwa hiyo gari itafika getini, itaonekana kwenye system, itaruhusiwa ipite, then system ya UVSS itaikagua gari kama kuna kitu chochote kinahusiana na mlipuko chini ya gari, ili kumsaidia mtu anayesimamia security katika eneo hilo husika kuweza kujiridhisha kama hiyo kifaa ni cha mlipuko au la. Lakini pia system ina built-in mechanism ambayo kama pia gari ni salama, itaonesha kuwa gari ni salama. Kwa hiyo itaandika the check result is safe. System ya UVSS ina additional features zingine ambazo unaweza ukaclick hapa kwenye assist detect, ikakuonyesha pia yenyewe vitu ambavyo iliona kwamba vinahusiana na mlipuko, na pia wewe ukaclick kwenye magnifier kuweza kuenda sehemu husika iliyokuonyesha, kujiridhisha kwamba je, hichi kitu kinahusiana na mlipuko au nini. Je, mfumo huu unafanyaje kazi? Mhandisi Katamba anauelezea. Gari itakapopita katika gate, baada ya kuonekana kwamba ni salama, kuna system nyingine ya security ambayo inaitwa roadblocker tire killer. Mlinzi atafungua ili kuruhusu gari iweze kuendelea na safari. Kwa hiyo gari ambayo haijaruhusiwa kupita katika hiyo system inayoitwa roadblocker tire killer haiwezi kupita. Nini faida za mfumo wa UVSS katika swala zima la usalama? Teknolojia ya zamani walikuwa wanatumia kioo ambapo mtu wa security anaizunguka gari, lakini tunajua kwa uhakika kile kioo hawezi kuona katikati ya gari, ataona pembezoni mwa gari. Kwa hiyo ilikuwa haitupi uhalisia kwamba hiyo gari ni salama, inaruhusiwa kuingia eneo fulani. Kwa hiyo kwa teknolojia hii ya UVSS au Under Vehicle Surveillance System, unaona gari nzima yote kwa chini, unapata picture ya gari yote kwa chini, lakini pia inaweka kumbukumbu ya gari zote ambazo zimeingia sehemu husika kwa plate number ya gari na picha halisi ya gari kwa ajili ya kudokumenti au kuweka record aina ya gari iliyoingia na picha halisi ya gari. Kwa hiyo inasaidia sana, lakini teknolojia yetu hii ina faida nyingi sana, kwa sababu aina ya UVSS ambayo tunauza ina vyuma ambavyo vimevirinda kwamba hata kama ikitokea mtu kwa bahati mbaya akaikanyaga hiyo UVSS isiweze kuharibika. Kwa hiyo this product is very reliable, haiwezi kuharibika kwa wepesi kwa sababu ya hivyo vyuma. Inafanya kazi usiku na mchana, ina taa ambazo zinawaka kuimulika gari hata kama wakati wa usiku uweze kupata picha kamili. Wakati wa mvua inafanya kazi kwa sababu imetengenezwa kufanya kazi katika mazingira ya ndani au nje. Techno Image Limited pia ni wabobezi katika ufungaji wa mifumo ya vipaza sauti na muonekano, yani audio visual systems, ambapo mhandisi Patson Sambu ni meneja uwezeshaji biashara katika kampuni hiyo. Hapa anaelezea ni nini kampuni yake imekuwa ikifanya katika sekta hiyo. Conference and Discussion System ni mfumo ambao unatuwezesha kufanya majadiliano mbalimbali katika kumbi za mikutano pamoja na large gathering. Mifumo hii kwa ufanisi wa kazi inafanana na ni mfumo ya majadiliano ya audio, yani kwa sauti yani. Kwa hiyo conference na discussion system tofauti yake ni ndogo tu yani.
kwamba ndani conference system ina uwezo wa kuinteract na system nyingine, other software, na discussion system iko based peke yake kwa ajili ya majadiliano ya sauti. Kwa hiyo ndani ya mifumo hii kuna vitu elementi kubwa tatu, ambao ni CCU, delegate unit pamoja na chairman unit. CCU huu ndio moyo wa mfumo wa majadiliano ya sauti, pamoja na chairman unit ni unit ambayo inamwezesha mwenyekiti kucontrol meeting, na discussion system au delegate unit hii inatumika kwa mchangiaji kutoa michango yake ya sauti kwenye mfumo wa conference and discussion system. Mfumo mwingine ambao tunatumika zaidi katika kufunga ndani ya kampuni yetu ya Tecno-Image ni public address system. Hii ni kwa ajili ya makusanyiko ya watu, ili kuweza kwa ajili ya kupeleka sauti kwenye makusanyiko kwa ufasaha na kwa ufasaha na uhakika zaidi. Mfumo huu una tofauti na mifumo mingine kwa maana amplifier, microphone pamoja na speaker zinazotumika ni za ubora wa hali ya juu, na amplifier zake zina ubora wa hali ya juu kutokana na teknolojia iliyotumika. Teknolojia hii inawezesha mifumo hii kudumu kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu inatumia matumizi yake ya umeme ni sio mkubwa, ni madogo, na kusababisha uongeza uhai wa kifaa kama amplifier pamoja na speaker zake. Mfumo mwingine ambao tunaofunga katika kampuni yetu ya Tecno-Image ni audiovisual system. Ndani katika audiovisual system tuna product mbalimbali ambazo ni pamoja na video conferencing, tuna boardroom solution, projectors pamoja na big screen, professional big screen. Mfano kama vile airport, kuna screen mbalimbali ambazo zinatoa maelekezo mbalimbali katika airports au kwenye hoteli. Kwa mfumo hiyo moja wapo ndo tunaifunga pia. Digital signage. Hii digital signage ni mfumo wa kielektroniki wa kupeleka taarifa au maandishi au matangazo kwenye displays. Kitu kimojawapo kinachotofautisha kampuni ya Tecno-Image Limited na makampuni mengine hapa nchini ni uharaka wa kujifunza na kuingiza teknolojia mpya na za kisasa hapa nchini. Huu hapa mbele yetu ni moja ya mfumo wa boardroom solution. Ni mfumo wa kubuku chumba cha mikutano au chumba chochote ambacho kinatumika kwa ajili ya mikutano. Mfumo huu unarahisisha sana kwa sababu mtu hana haja ya kuja kuchungulia kwenye chumba au kuangalia kwamba chumba kinatumika. Kinachofanyika, unaweza ukafanya booking direct kwenye screen au kuingia kwenye account yako ya Google au email yako ukafanya booking ya mkutano na kuschedule mkutano siku unaotaka na muda na saa. Na vile vile mfumo huu unakuonyesha facilities zilizokuwepo ndani ya mkutano, kama ni viti vingapi au kuna mahitaji mengine ya beverage au vinywaji, unaweza ukafanya moja kwa moja kwenye mfumo, na hiyo information yako ikaenda kule inapotakiwa, kama ni kitchen au ni sehemu nyingine yote. Kwa huu mfumo unaitwa ni GoGet kwa ajili ya room booking system. Kwa mfano, ukifika kwenye display hii hapa kuna information mbalimbali. Kama hapa inakuonyesha number of the seats zilizokuwepo, na una seat 8, kwamba chumba chetu kina seat 8, na unaweza ukafanya order ya chai ikaenda moja kwa moja kwenye mfumo wa hospitality ambao uko jikoni, na mhudumu akatayarisha na kuja mara moja. Vile vile unaweza ukafanya booking ya mkutano wako moja kwa moja kwenye mfumo huu, na hiyo information ikaenda kwenye Google Calendar au Outlook system ya kwenye email yako, na unaofanya booking wote wakapata information hiyo kwa wakati mmoja. Baada ya uzoefu wa miaka 20 wa kutoa huduma kwa makampuni na mashirika makubwa kwenye sekta ya mawasiliano ya biashara, usalama na mifumo ya vipaza sauti na muonekano, Tecno-Image Limited wameanzisha kitengo maalum cha mauzo ya moja kwa moja, kitengo ambacho lengo lake ni kutoa huduma kwa watu binafsi kama wanavyofafanua zaidi. Hapo kabla mauzo yetu yalikuwa kwa upande wa project peke yake. Nikisema project inamaanisha kwamba sisi tulikuwa
tunapeleka bidhaa zetu na huduma zetu kwenye miradi mbalimbali. Miradi tunayoipata kwenye tenda ama kwenye mikataba mbalimbali. Kwa hiyo tenda zinapokuja zinakuja na maelezo ya kwamba wanataka nini. Sasa baadaye tangu mwaka jana tuliamua kuanzisha hiki kitengo cha sales and marketing, hususan direct sales, ili kusudi sasa tuanze kuuza bidhaa hizi chini kwa wananchi na madukani kwa bei ya jumla, ili kusudi mteja wa kawaida aende dukani kule apate bidhaa ile anunue. Kwa hiyo tumetengeneza mifumo ambayo ni specifically kwa ajili ya watu wa kawaida, kwamba mtu ana nyumba yake anataka kupata security, tunamwekea security. Mtu ana nyumba yake anataka kusikia vizuri sounding, tunamwekea background music ya whatever, tunamwekea. Kwa hiyo sasa hivi tunazo pia system zinazoweza kuhudumia hiyo kada ya kibiashara ambayo sisi tunaita ni direct sale. Techno Image Limited ambayo ni kampuni ya kizalendo kwa 100% kwa kipindi cha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake hapa nchini, imepata uzoefu wa kutosha na imefanya miradi mingi na mikubwa kama ambavyo afisa mtendaji mkuu wa kampuni hiyo anavyoeleza. Mingi tumeifanya katika majengo makubwa haya ya kibiashara. Kwa hiyo wakati wote tulikuwa tumejikita katika fani hii, tulikuwa kama wakandarasi kwa upande wa ICT na security systems. Kwa hiyo majengo lote linakuwa na, kwa kawaida majengo yanapojenga yanakuwa na wakandarasi, kunakuwa na mjenzi, kunakuwa na mtu wa umeme, kunakuwa na mtu wa vipaza viyoyozi, kunakuwa na mtu wa mambo ya mabomba na maji taka, maji safi, na vile vile kunakuja mtu mwingine ambaye anaweka mifumo ya kielektroniki ile nyumba iwe sasa kwamba ijulikane nyumba hii na milango, magari yanaingia wapi, yanazuiliwa na nini. Ile mifumo ambayo ni kawaida mara nyingi unakuta ni yule mtumiaji wa majengo yale anakutana nayo, ndio ile mifumo ambayo sisi tunaweka. Mfano umeweka fire alarm, ni kwamba jengo likipata tatizo upate taarifa kabla moto haujashika. Unapozungumzia security unazungumzia kwamba access control, mtu nani anaingia wapi na anatoka wapi. Unapozungumzia kamera, kujua nani kaingia muda gani ili uweze kujua. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna uzoefu wa kazi na tuna majengo mengi ambayo tumefanya Tanzania. Naweza nikataja machache ambayo yanajulikana. Mfano unapozungumzia jengo kama la TPA One Stop Center, zile pale liko mtaa wa Sokoine Drive. Unapozungumzia jengo la mawasiliano la mawasiliano Tanzania TCRA, unapozungumzia jengo la Millennium Tower, unapozungumzia jengo la PPF Towers, niko lingine Mzizima Towers. Kwa hiyo yako hapa Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Dodoma, majengo makubwa for significant magnitude tumeyafanya kwa kazi zetu. Je, ni vitu gani vinafanya kampuni ya Techno Image Limited kuwa tofauti na ya kipekee ukilinganisha na kampuni nyingine ambazo zimekuwa zikifanya kazi kama hizo hapa nchini? Ukiangalia makampuni mengi yanafanya hivyo vitu kimoja kimoja. Sisi tunafanya vyote kwa pamoja na kuviunganisha vyote kwa pamoja, na vyote vikawa vinaongea kwa pamoja, kwamba access control inaongea na system ya kudetect umeme, hapo inaongea na system ya kuambia watu kama kuna moto watoke, na vile vile kuonyesha kama kuna control room, kuonyesha kwenye CCTV kwamba hapa ndio pa kutokea, hapa ndio pa kutokea. Vyote kwenye eneo la security system sisi tunatoa solution na tunazifanya zote zinaongea pamoja. Tuna bahati nzuri sana kwamba Techno Image kuwa kampuni ya kizawa, tunaajiri vijana ambao ni wazawa, halafu tunawaongezea utaalamu, tunawafundisha. Hapa kwetu hufanyi solution yoyote kabla huja kuwa certified, kabla hujaenda kwenye training ya kuonyesha kwamba unakijua kile unachokifanya. Pia vifaa tunavyofunga tuna mahusiano ya moja kwa moja na wale manufacturers pamoja na suppliers wetu. Kwa hiyo warranties pamoja na training tunapata moja kwa moja kutoka kiwandani, maana tumekuwa ni maagent wa kuaminika kutokana na uwezo wa kiufundi pamoja na kibiashara pia.
Tuko upfront kuhakikisha kwamba technology zilizoko katika dunia nyingine tunazileta Tanzania mapema kuliko watu wengine. Kwa hiyo sisi tumekuwa hivyo na imetusaidia sana kuona kwamba most of the time tunakuwa mbele, wenzetu ndio wanafuata. Wataalam hawa kutoka kampuni ya Techno Image Limited wana ushauri gani kwa serikali, makampuni, taasisi na mashirika mbalimbali pamoja na watu binafsi juu ya kuchangamkia matumizi ya teknolojia hasa katika nyanja hizo tatu ambazo wamebobea, ikiwemo ya vifaa vinavyohusiana na usalama, yani security system, mawasiliano ya biashara, business telecommunication, pamoja na mifumo ya vipaza sauti na muonekano. Waitegemee kwa solution zote zile za usalama na za teknohama na vile na za Congress system za hali ya juu kabisa, na vile tunahakikisha kwamba tutakwenda kwenye tailor-made, kwamba unachokitaka wewe ndicho sisi tutakachokupa. Kuna hiyo perception ya kuogopa teknolojia ya kielektroniki na kuiona ni luxury na sio sababu, na haina sababu, lakini kwa kweli ni kitu ambacho ni teknolojia ambayo inaleta ufanisi wa hali ya juu sana, na ufanisi huu hauendi kwenye ofisi peke yake, unaenda mpaka kwenye mtu mmoja, na vile kitu kingine tunachoambia ni kwamba huko nyuma zilikuwa zinaonekana ni vitu ghali, lakini sasa hivi vimepungua bei sana kwa sababu vime advance. Customer delight is a business prosperity. Karibuni Techno Image. Kuridhika kwa mteja kutokana na huduma tunazompatia ndio mafanikio ya biashara yetu. Karibuni sana. Hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu ambacho kililenga moja kwa moja kukufahamisha juu ya kampuni ya kizalendo ya Techno Image Limited iliyoanzishwa miaka 20 iliyopita hapa nchini, kazi inazofanya, uzoefu waliopata kwa kipindi cha miaka hiyo 20 tangu kuanzishwa kwake, na nini matarajio yao kwa siku za usoni, ikiwamo mpango mzima wa kuanza kutoa huduma kwa wateja binafsi. Hadi wakati mwingine, kwaheri.